Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametukutanisha tena, na tumswalie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma baadhi, ndugu zangu, kabla sijaanza lolote, ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe shekhe wangu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub na atunufaishe kwa baraka zake. Maudhui yangu ya leo ni kupeni taarifa kwamba nimeulizwa sana, nimepigiwa simu nyingi sana, nimetumiwa jumbe nyingi sana, nikiuliziwa juu ya dua ya kipekee aliyoiomba shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Al-Hadi Musa Salim. Acha kwanza ni mnukuu. Shekhe Al-Hadi Musa Salim alisema, hakuna mitano kwanza. Mitano kwanza ishindwe tena ilegee kwa jina la Yesu. Hakuna mitano kwanza. Mitano kwanza ishindwe tena ilegee kwa jina la Yesu. Na leo nitaomba dua ya kipekee kabisa. Nitaomba dua kwa jina la Yesu na kwa baraka za Mtume Muhammad. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu, tuambiane ukweli kwamba dua ambayo ameiomba shekhe wa mkoa, ambayo mwenyewe ameita ni dua ya kipekee, haikubaliki katika Uislamu. Hakuna mapokezi ya dua hiyo. Si dua zetu tulizozipokea kwa mashekhe zetu, kwa viongozi wetu wa kidini. Na pia hakukuwa na sababu ya msingi hata moja ya kuwafurahisha wale watu wa dini nyingine, kwa sababu na wenyewe pia walipewa uwakilishi. Kwa hakukuwa na haja katika hii dua ya shekhe wa mkoa kumega sehemu ya maneno ya watu wa dini nyingine, kwa sababu watu wa dini nyingine na wenyewe walipewa uwakilishi. Kwa ajili hiyo, kilichohitajika pale ni dua. Kwa bahati mbaya, yeye akachukua dua mbili wakati mmoja. Dua ya Kiislamu akaichukua, na ile sala au dua ya watu wa dini nyingine pia nayo akaichukua. Baada ya tukio hilo, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA, kupitia chombo chake cha juu ambacho ni Baraza la Ulama, Baraza la Ulama liliketi na likatoa kauli. Baraza la Ulama liliketi na likatoa kauli. Na mashekhe kadhaa pia nchini walitoa maneno kadhaa kuikataa dua ile. Na Waislamu kadhaa, makundi kadhaa pia wamestaajabishwa na wamekuwa wakijadiliana kuikataa dua ile na kuistaajabu. Kwa bahati mbaya sana, Sheikh Al-Hadi ikawa bado anang'ang'ania kwamba alichofanya ni sawa, na alichofanya yeye ni tawassul, na alichogeuza yeye ni jina tu. Badala ya kwamba awe Isa akaitwa Yesu au akaitwa Jesus, ndio alichofanya, lakini bado ameng'ang'ania kwamba hiyo ni tawassul. Kwa ajili hiyo, ni wajibu wetu kusema kijineno hata kama kidogo. Nimkumbushe Sheikh Al-Hadi kwamba mjadala, utata, tatizo ni ile dua ya kipekee, sio tawassul. Mjadala, utata, tatizo upo katika kile alichosema mwenyewe, dua ya kipekee. Hiyo dua ya kipekee hiyo ndio mashekhe wanaikataa. Hiyo dua ya kipekee hiyo ndio ambayo Baraza la Ulama linaikataa. Yaani sehemu hiyo uizingatie vizuri. Ile dua ya kipekee, Baraza la Ulama, chombo cha kijuu cha kidini, nasema dua ni ibada. Kwa kuwa dua ni ibada, kuna utaratibu wake na kuna mfumo wake. Leo kwa bahati mbaya sasa, unaposema tu kwamba ile ni tawassul, maana yake unapingana na Baraza la Ulama, na kwamba Baraza la Ulama halina upeo wa kufahamu tawassul sahihi na tawassul ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hapa pana tatizo la msuguano wa vyombo viwili. Lakini pia kuna kupingana na mashekhe kadhaa, lakini pia kuna kupingana na Waislamu kadhaa
Sababu Waislamu hata kama baadhi yao hawakusoma, lakini wanazisikia dua. Hawajapokea popote kwamba shekha anaomba dua kwa jina la Yesu. Hichi kitu hakipo. Kwa tayari kuna kupingana na baraza la ulama, tayari kuna kupingana na mashekhe, tayari kuna kupingana na baadhi ya Waislamu kadhaa. Kwa ajili hiyo sasa umefika wakati, kwa kuwa hapa tayari kuna Kiswahili cha letu sintofahamu, utafahumi, sintofahamu, kuna kutokuelewana. Je, baraza la ulama liko sahihi kwenye kumkosoa Sheikh Al-Hadi hata kama halikumtaja jina? Na je, Sheikh Al-Hadi yuko sahihi kwenye kutetea hoja yake? Hapo ndio mufti mkuu na shekhe wa Tanzania anatakiwa. Mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, hapo sasa ndipo anapohitajika. Sababu tayari jamii inapata tabu. Baraza la ulama linasema dua ni ibada na linataka ibada hiyo ifuatwe kwa utaratibu ulivyowekwa. Jamii na mashehe kadhaa wanamkosoa Sheikh Al-Hadi, wanamwambia dua hiyo haipo, taratibu huu hautakikani. Mwenyewe mtoa hoja asema yuko sawa sawa, na ameonekana katika shughuli karibuni 3-4 akijenga hoja ya msingi kwamba yeye kutawasal kwa mitume kuko sawa. Swala haliko huko. Swala ni kuomba dua kwa jina la Yesu. Hapo ndipo penye mgogoro. Sasa Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, tumuombe kwa niaba yenu watazamaji wangu, ni muombe Mheshimiwa Mufti atoe kauli nani wako sahihi baina ya baraza la kila ulama na baina ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa basi, ndugu zangu, tukubaliane kwamba mgogoro huu ni matokeo ya mambo matatu. Mgogoro huu ni matokeo ya mambo matatu. Kwanza, sisi tunalo tatizo la kuona jambo baya, kuona dhambi kisha tukainyamazia. Tatizo hilo sisi tunalo. Kwa tunao uwezo sisi wa kumvumilia mtu katika maovu na kumstahimilia mtu katika uovu, hata kama ule uovu utaiathiri jamii ya Kiislamu, hata kama ule uovu utaifanya jamii ya Kiislamu yaanze kupata mashaka. Hii ni dini, lakini kiongozi huwa kidini, kwa nini kafanya hivi? Tunayo kawaida ya kufanya hivyo. Kwa hilo tatizo hilo la kumwachia mtu, kumvumilia mtu, kumstahimilia mtu katika uovu atakaoufanya na kuufanya Uislamu ni dini ambayo haina mtetezi, dini ambayo kiongozi wa dini anaweza akafanya atakalo na akanyamaziwa, ndilo tatizo lililotufikisha hapa tulipo leo. Ndua kwa Yesu, kesho ndua kwa Paulo, kidogo tu, twendeni tu. Lakini pia ni vizuri tukakumbuka kwamba hapo nyuma palifanyika mkutano mmoja katika ukumbi fulani, na ukiingia katika YouTube ukaandika mkutano wa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu, ukiandika hivyo tu utakuta klipu ndefu, lakini wewe kata kipande. Kwenye hicho kipande utamnukuu Sheikh Al-Hadi akisema yafuatayo. Kuna hadithi moja inasemwa na Radio Mbao kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe, baada ya kuumba viumbe akapumzika ile siku ya 7. Alipopumzika siku ya 7, Ibilisi akateka advantage, akaenda akachukua udongo mahala akawaumba wajumbe. Astaghfirullah alazim, naudhu billahi min dhalika, ma'adha Allah. Maneno haya anayosema Sheikh Al-Hadi anayafanya kama utani fulani hivi, lakini utani wenyewe unamgusa Mwenyezi Mungu. Na Qur'ani iliwahi kutukanya pale ambapo aya za Mungu zinachezewa au zinafanywa maskhara. Yatakiwa tuondoke mpaka wanaofanya maskhara waingie katika mazungumzo mengine. Leo kiongozi wa dini anamfanyia maskhara Mwenyezi Mungu kwamba eti Mwenyezi Mungu alipumzika kwa kuchoka, kisha Ibilisi akachukua udongo akaumba. Tafsiri ya kumpa Mwenyezi Mungu sifa za kibinadamu. Kuchoka ni sifa ya kibinadamu na Mwenyezi Mungu hafanani na yoyote. Lakini kibaya zaidi, eti hao wajumbe hao wameumbwa na shetani, hawakuumbwa na Mwenyezi Mungu. Utani huu, maskhara haya hayakubaliani na kiongozi wa dini, lakini bado sisi tumenyamaza. Kwa mazingira haya sasa, ni vizuri tukakubaliana kwamba tuwe na busara ya kukanyana, tuwe na busara ya kuelimishana. Kwa nini? Mtu mwenye cheo cha kidini akifanya kosa baya, halafu jamii ikanyamaza kwenye lile kosa, watoto wetu watamuiga, jamii itaona kama hilo si kosa. Lakini pia hata wale watu wa dini nyingine watajua kwamba jambo hili kwa Waislamu linafaa.
Kumbe halifai, ni sisi wenyewe tu udhaifu wetu wa kuwanyamazia watu katika mambo maovu. Na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu hawaadhibu watu wote kwa makosa ya baadhi ya watu mpaka watakapofanya munkar tena waziwazi, halafu uwezo wa kuwakanya upo na watu wakanyamaza. Mwenyezi Mungu atawaadhibu waliokosea na atawaadhibu wale ambao walinyamaza. Na kwenye Qur'ani kuna aya hasa makosa yao walipolaaniwa hao watu wa nyuma hao, kanu la yatanahauna am munkarin faaluhu, walikuwa hawakanyani hawakatazani juu ya munkari ambao wanaufanya. Tujirekebishe, tusimwachie mtu akatamka maneno ya kikafiri alafu sisi tumenyamaza. Tumpe nasaha, tuseme naye, tumbembeleze, tumuelekeze mpaka aelekee sawa. Huo ndio Uislamu. Uislamu dini ya kupendana. Huwezi kumwacha mwenzako anapotoka anapotea alafu ukaendelea kunyamaza. Kwa ajili hiyo sasa nihitimishe mimi haya maneno kwa kukubali zaidi makosa yetu. Na makosa hayo tuyarekebishe. Kila mmoja afikie mahala ya kurekebisha makosa. Hii tabia tulionayo kwamba akikosea shekhe ambaye tunampenda hatuko tayari kumkosoa. Akikosea shekhe ambaye hatumpendi tutamkosoa kwa sauti kali. Tabia hii tuiache, sio tabia ya Kiislamu. Tabia ya Kiislamu ni kuliangalia baya na kulikemea bila kuangalia nani kafanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi ndefu, akaishilia kusema, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakati la qata'tu yadaha, lau kama Fatuma bintu wa Muhammad anaiba yeye, basi mimi ningeukata mkono wake. Isifikie mahala mtu kafanya kosa anaachiwa kwa sababu mwenzetu, jamaa yetu, tunaishi naye vizuri, tunacheka naye. Kuna mambo tunaweza kumkanya faragha, tumkanye faragha, na huo ndio binadamu. Kuna mambo tunayasema ili kuibadilisha jamii iliyoharibiwa, hayo tumkanye hadharani ili jamii irudi katika mstari wa sawasawa. Nifunge maneno yangu kwa kuelekeza njia ili tuweze kumtaka Mungu msamaha. Sasa unaweza wewe ukajiuliza, na hili swali anaweza hata yeye mwenyewe shekhe wa mkoa akalijibu, na bahati nzuri kwa kuwa mimi ni rafiki yangu na nampenda sana, hili atalijibu kwa njia nyepesi. Kwani huyu shekhe wa mkoa akachaguliwa wapi? Mkoa gani? Uchaguzi wa kumpata shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ulifanyika tarehe ngapi? Ulifanyika mkoa gani? Wilaya ipi? Kata ipi? Nyumbani, msikitini, kwenye holi? Wajumbe waliopiga kura ni wangapi? Wagombea walioshindana kutafuta ushekhe wa mkoa kisha huyu Sheikh Al-Hadi akashinda yeye ni akina nani na nani? Majibu haya yanaweza kuonyesha makosa yetu tuliyokosea, na leo makosa yetu Mwenyezi Mungu anatulipa namna hii. Haya makosa, shekhe kachaguliwa wapi? Kura zilikuwa ngapi? Zilizomkubali ngapi? Zilizomkataa ngapi? Wajumbe ni akina nani? Wilaya gani? Mkoa gani? Wakati gani? Maswali haya yataonyesha tusilalamike leo. Tulikosea siku zile na leo ndiyo matokeo yake haya. Nisiendelee sana kwa leo, nimalizie tu kwa kuomba dua. Mwenyezi Mungu tunakuomba umrehemu shekhe wangu Sheikh Muhammad Ayub, lakini pia ninakuomba umrehemu kila ambaye ametangulia akhera na akutuletea ilmu, na pia ninakuomba umhurumie huyu Sheikh Al-Hadi aweze kuliona tatizo lake liko wapi. Haiwezekani liko tatizo. Haiwezekani umma wote unapiga kelele halafu yeye haelewi. Lazima liko tatizo. Mhurumie, muongoze njia ya haki. Ni kiongozi wetu, tunampenda ili tuendelee kudumu naye. Wallahu wa rasuluhu a'lam.